Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Karibuni sana. Asante sana. Huenda mkashangazwa kuona kikundi cha wanobisi kimekaa mbele yenu. Miaka mingi iliyopita tumekuwa tukipokea maswali ya aina mbalimbali kutoka kwa masista wetu, marafiki na wote waliotutakia mema. Walitaka kujua utume wetu wa kanda yetu ya Afrika Mashariki na ndani ya kanisa, hasa kuhusu malezi yetu, utume wetu na ukuaji wake. Maswali haya yamekuwa yakileta shauku na ungamzi mkubwa. Tuna uhakika kuwa wengi wenu pia mtafurahishwa na majadiliano yetu. Jopo lililoko mbele yenu ni wanobisi Adora, Clementina, Agata, Jovenata, Veronica na Queen. Tumeandaa mtasari wa baadhi ya maswali haya. Kwa hakika tunayo mengi ya kuambia, lakini kutokana na muda tutajikita kwenye baadhi ya mambo machache tu tuliyoyaandaa. Ninawaomba ndugu na rafiki zangu mwe huru kuchangia katika mjadala huu. Sawa sawa. Tangu tuanze kujifunza kuhusu baba yetu mwanzilishi na kuanzishwa kwa shirika letu, naomba mtuambie kwa ufupi kuhusu maisha ya baba yetu mwanzilishi, roho yake ya umisionari na shauku yake iliyotutengenezea njia kufikisha utume wetu kwenye kanda yetu ya Afrika Mashariki kabla ya kifo chake. Napenda kuanza. Karibu. Asante sana. Mpendwa sana baba yetu mwanzilishi, Askofu Luis Larabo Moro, alizaliwa katika familia ya ndoa mseto tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1892 jimbo la Texas nchini Marekani. Baba yake Joseph Larabo alikuwa imara sana na mwenye shauku ya imani yake ya Kikatoliki, na mama yake Isabella Moro alikuwa wa asili ya Ireland wa imani ya Episcopalian. Luis Larabo alipokuwa na miaka 11 aliandikishwa katika shule ya bweni ya Santa Lucia ya Wasalesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco. Alipokuwa katika masomo yake, alivutiwa sana na maisha ya Wasalesiani. Ndipo mwaka 1911 alijiunga nao kama mlelewa. Tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1921 alipewa daraja la upadre huko Puebla, Mexico. Na tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1939 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Krishnagiri, India, na kupewa uaskofusho tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1939 na Baba Mtakatifu Pius wa 12 katika Basilika ya Mtakatifu Petro. Aliporudi katika jimbo lake alipopangiwa utume, alifanya kazi kwa bidii sana kuwainua watu kiroho, kielimu na kiuchumi kwa ujumla. Bishop Moro hakuamini katika neno haiwezekani,
kwake kila kitu kiliwezekana kwa uwezo wa Mungu. Nakumbuka katika janga la vita vya dunia walipatwa na majanga mengi, lakini yeye na mapadre wake walishikamana bega kwa bega na watu wote bila kujali dini na kabila zao. Hivyo basi, juhudi zote alizozionyesha zilimpelekea yeye achaguliwe kuwa kamishna wa manispaa na kutumikia watu kwa miaka 13 pamoja na shughuli zake zote alizokuwa nazo kama askofu na mchungaji. Ninakubali na kupongeza kwa yote uliyoyasema kuhusu maisha, kazi yenye changamoto na mafanikio ya Askofu Louis Lalago Moro. Sasa napenda kusisitiza kuhusu jambo muhimu sana aliloliacha kama zawadi ndani ya kanisa na dunia kwa ujumla. Ni shirika lake alilolianzisha, Makatekista Masista wa Maria Imakulata, msaada wa Kristo. Napenda kusema kwa kutumia maneno yake mwenyewe akisema, nilipoteuliwa na kuwa askofu, mmoja wa mapadre wangu aliniambia kuwa, askofu, ugumu tunaopata ni kuwafikia wanawake. Si rahisi kuwapata hata kidogo. Tumeona wazi umuhimu wa kuwapata watawa wa kike watakaoelimika na kutembelea familia zetu mijini na vijijini. Tulizungumza, tukasali na kufanya kazi, na ndoto hizi zikatuletea matumaini ya kuwapata masista watakaotembelea familia zetu mijini na vijijini katika jimbo letu. Hata hivyo, mnamo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 1948, shirika letu lilizaliwa huko Krishnanagar, West Bengal, India na Askofu Louis Lalago Moro, ambapo lengo letu ni kutangaza Injili, kutoa mafundisho yake kwa njia ya katekesi, kutoa mafundisho kwa kina mama mijini na vijijini, wasichana na watoto wadogo. Karama ya shirika letu ni kufuata njia ndogo ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Baba yetu mwanzilishi ametupa kauli mbiu ya kipekee sana, kumpenda Mungu na kuwasaidia wengine wampende Mungu. Asante sana Clementina kwa kutupatia mwanga jinsi shirika lilivyoanza. Sasa napenda kumuuliza Jobinata jambo la muhimu sana. Asante sana Adora. Jobinata, unaweza kutuelezea kwa ufupi kuhusu utume wetu? Asante sana. Jina letu la Makatekista Masista wa Maria Imakulata, msaada wa Kristo, linaashiria kuwa utume wetu ni kutangaza na kufundisha mafundisho ya Kristo kwa njia ya katekesi. Kwanza kabisa, tunatekeleza na kutimiza utume wetu kwa kumpendeza Mungu kwa kutangaza na kufundisha mafundisho yake kwa njia mbalimbali, kama vile kufundisha dini mashuleni, kuandaa watu kupokea sakramenti za kanisa, kuwatembelea waamini majumbani mwao, kutoa huduma kwa wagonjwa kupitia zahanati zetu, kutoa elimu dunia kupitia shule zetu za msingi na za awali. Kupitia njia hizi tunahamasisha watu wote kushiriki kamilifu kwenye liturujia ili kukutana na Kristo, na hasa katika sakramenti, na kuwaongoza kuwa karibu na Mungu zaidi na kuwa mashahidi wa Kristo mfufuka. Asante sana Jobinata kwa maelezo mazuri uliyotupatia kuhusu jina la shirika letu na utume wetu pia.
Sasa naomba nimkaribishe Queen atoe utambuzi juu ya sifa za kanda yetu. Karibu Queen. Asante sana. Kwanza, kuwa na moyo wa ibada kwa Yesu wa Ekaristi. Baba yetu mwanzilishi anasema, tunaweza kufanya nini bila Yesu wa Ekaristi? Ekaristi inayoadhimishwa na kuchukua nafasi katika kanisa chetu ni kiini cha jumuiya yetu. Pili, upendo katika kanisa. Baba yetu mwanzilishi anatufundisha upendo, umoja na kukua katika kanisa mahalia, kutoa heshima na utii kwa Baba Mtakatifu na kutambua mamlaka ya kiroho ya askofu na kushirikiana naye katika kujenga mwili wa Kristo. Tatu, roho ya familia. Namna yetu katika shirika letu ni sawa kwa wote: uasilia, kuzaliwa, lugha, utamaduni, sifa za mtu, kiwango cha elimu, shughuli zilizopo na zilizopita hazipaswi kuleta ubaguzi kwa mwanajumuiya yeyote. Tukifungamanishwa na upendo wa Kristo na maisha ya wakfu, tunaunda familia moja, roho na moyo mmoja, ambapo kila mmoja wetu anapokelewa kama zawadi kutoka kwa Mungu. Kupitia hii roho tunaunganishwa na nguvu ya Ekaristi, ambapo tunabaki watiifu katika shirika na miongoni mwetu. Kwa kupitia kauli mbiu inayodhihirisha furaha ya Kristo ndani mwetu, ni chemichemi ya uhamasishaji wa miito kwa vijana na kuongoa wakosefu. Tano, baba yetu mwanzilishi anatufundisha namna yetu katika shirika letu ni kuwa shupavu, hasa tunapotembea, tunaposimama, tunapokaa au kupiga magoti. Vizuri sana Queen. Ama kweli umeelezea vizuri sifa za kanda yetu. Kwa hakika tunaona kuwa Roho Mtakatifu alikuwa akifanya kazi ndani ya baba yetu mwanzilishi. Tangu tuanze mjadala huu, tumeona miito na maendeleo ya kiutume ndani ya shirika, hasa katika kanda yetu ya Afrika Mashariki. Je, mmoja wetu anaweza kutuelezea kwa ufupi kuhusu chimbuko la miito, mwanzo wa malezi na maendeleo ya kiutume ndani ya kanda yetu, hasa katika mwaka huu wa jubilei? Hakika naweza. Karibu. Asante sana. Baba yetu mwanzilishi alitusisitiza akisema, wanangu wapendwa, hakuna kinachonifurahisha niwaonapo mkijibidisha kwenda hapa na pale kuhamasisha miito. Ningependa kuwaona mkienda Afrika, Mesopotamia, nchi za mbali, nchi takatifu na hata kwenye sayari nyingine kama ikiwezekana, kuhamasisha miito, kwa sababu tungependa kuonyesha ulimwengu kuwa sisi ni kiungo cha Kristo, mkiwa wenye furaha, hodari, shupavu na watoto wapendwa wa Mungu Baba. Baba yetu mwanzilishi aliwabariki na kuwatuma masista wetu Jean Chemplani na Ansi Kalafinga kuja Dodoma, Tanzania kama wamisionari wa kwanza kwa mwaliko wa mhashamu Baba Askofu Mathias Isuja Joseph, ambaye amekwisha tangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu amrehemu. Aliwakaribisha kwa upendo na kuwapa majukumu ya kufundisha katika seminari ndogo ya jimbo Bihawana, na mara kuanza utume wetu Miyuji. Tulianza taratibu na utume wa kutembelea familia, kufundisha katekesi, zahanati na shule za awali, na kupitia utume huu
vijana wengi walivutiwa na kujiunga nasi, na hivyo msingi wa nyumba ya malezi ulizinduliwa nje ya nyumba kuu India. Miaka mingi imepita, baba yetu mwanzilishi ametembea nasi. Katika mwaka wa jubilei 2000 tulizawadiwa masista watatu wa kwanza wa Afrika, Sister Deodata Mkinga, Sister Eltoda Kimathi na Sister Magdalena Liaru, ambao siku ya leo wanasherehekea jubilei yao ya miaka 25. Hongereni sana masista wetu. Na mwaka huo huo tuliteuliwa kuwa kanda ya Afrika Mashariki Sister Mercy Kanampadathil, ambaye naye amekwisha tambulia mbele za haki akiwa wa kwanza kama mkuu wa kanda. Kwa sasa tumekuwa na tupo katika nchi 3, Tanzania, Kenya na Uganda, tukitekeleza majukumu yetu ya kufundisha katekesi, kutembelea familia, zahanati na shule za awali, pamoja na majukumu mengine yote ya jumuiya kama vile sala na malezi ya kiimani popote pale tunapopatikana. Asante sana Veronica kwa maelezo mazuri uliyotupatia kuhusu chimbuko la mito, mwanzo wa malezi na maendeleo ya kiutume ndani ya kanda yetu. Na mimi napenda kuongezea jambo fulani. Kwa hakika nina imani kuwa pamoja na familia yetu mbinguni na baba yetu mwanzilishi wanafurahi pamoja nasi na kutupa ujumbe wa thamani. Hivyo baba yetu mwanzilishi anatupa moyo akisema, wanangu wapendwa, ninyi ni mitume, yawapasa kuwasaidia wengine kumpenda Mungu kupitia upendo, sala na maisha yenu matakatifu ya kujitolea kwa Mungu. Na kama Mtakatifu Paulo asemavyo, na sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anayeishi ndani yangu. Kidogo kidogo itawajia, msikate tamaa. Endeleeni kusali, kuweni watoto wenye furaha kwa kumpenda Mungu na kuwasaidia wengine wampende Mungu. Hili litakuwa lengo pekee mpaka tutakaporudi mbinguni. Hivyo basi, kwa heshima na taadhima, tunamshukuru Mungu Baba wa mbinguni kwa zawadi ya baba yetu mwanzilishi Askofu Louis Lalago Moro kwa kazi kubwa aliyoifanya, ambayo imewezesha uwepo wetu ndani ya shirika na ndani ya kanisa kwa ujumla. Tunaposherehekea jubilei ya miaka 25 ya kanda yetu ya Afrika Mashariki, pamoja na ya masista wetu wa kwanza tunaowashuhudia siku hii ya leo, ninawaomba kwa moyo mmoja na roho moja tusimame tuimbe wimbo wa shukrani kwa Mungu.